Na mtazamaji, asante kwa kuendelea kubaki nasi, na sasa tunaendelea mbele na habari za biashara. Tuangazie huko mkoani Mtwara ambapo mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Patrick Sawala amesema ushirikiano wa karibu uliopo kati ya mikoa ya Lindi na Mtwara itasaidia kutanua wigo wa ukuaji wa sekta ya madini katika mikoa hiyo miwili, hususan katika kipindi hiki ambacho madini iliyopo katika mikoa hiyo yamechangia kuongezeka kwa pato la taifa kupitia sekta hiyo nchini. Ahmed Nanonde ametuandalia taarifa ifuatayo. Ni maonesho ya madini na fursa za uwekezaji hapa mkoani Lindi ambapo leo hii yanaingia katika siku ya pili, na kama tunavyoshuhudia ndani kuna mafunzo kwa ajili ya kuwapa elimu wachimbaji wadogo wa madini mkoani Lindi. Mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Patrick Sawala ambaye ni mgeni rasmi katika mafunzo haya amesema kwamba mafunzo haya yanakwenda kunufaisha wachimbaji hawa wadogo namna ya kuinua soko lao kibiashara. Sisi tumekuwa na mashirikiano makubwa kwa sababu hata eneo la Mtwara kuna baadhi ya madini yanapatikanika. Wenzetu wameanza kwa kiwango hiki, basi ushirikiano upo ni mkubwa, na nimshukuru sana mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa wa Lindi kwa namna anavyotushirikisha sisi wana Mtwara na wengine majirani katika kutumia hizi fursa ili wananchi wetu wote kwa ujumla wake waweze kunufaika na haya mazuri yanayopatikana ndani ya nchi mama Tanzania. Baadaye tukamsikiliza mhandisi Emmanuel Shija, kamishna wa madini mkoani Lindi, naye alikuwa na haya ya kuzungumza. Tuko hapa tukifundishana ama tukijengeana uwezo kwenye eneo la sheria yetu ya madini, lakini pia na kwenye maeneo mengine ambayo tunahusiana nayo ama wadau wetu wanahusiana nao wanapotekeleza majukumu yao ya uchimbaji au utafiti wa madini, biashara ya madini, na wale ambao wanatoa huduma mbalimbali kwenye sekta ya madini. Meneja wa mfuko wa taifa wa bima ya afya mkoa wa Lindi NHIF Irene Kataraia akatumia fursa ya maonesho hayo kuwasihi wachimbaji wadogo kujiunga na mfuko huo. Ugonjwa au bishi hodi, ukiwa na bima ya afya una uhakika wa kutibiwa hata pale ambapo huna pesa mfukoni. Wakati ule ambapo mgodi haujatema lakini wewe umeugua, unatibiwaje? Ukiwa na kadi ya bima ya afya una uhakika wa kutibiwa. Ugonjwa haubishi hodi Mtanzania, hakikisha una kadi ya bima ya matibabu. NHIF tunasema haachwi mtu kwenye sekta yoyote ile. Lengo ni kutoa elimu kwa yule mchimbaji mkubwa na mdogo ambaye anajipatia kipato chake, tunamshauri awekeze na wala asiweke. Nikiripoti kutoka hapa katika viwanja vya madini vilivyopo Ruangwa mkoani Lindi, Ahmed Nanonde, Channel 10. Kwa lengo la kuunga mkono juhudi za serikali katika utoaji wa mikopo ya 10% kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu pamoja na kampeni ya kitaifa ya matumizi ya nishati safi ya kupikia, taasisi ya TAWEN imeendesha semina maalum kwa wajasiriamali na walimu katika halmashauri ya Arusha katika wilaya ya Rumeru. Mwanahabari wetu Jamila Omar ametuandalia taarifa ifuatayo. Mkurugenzi mtendaji wa taasisi hiyo Florence Masunga amesema semina hiyo ni sehemu ya kampeni ya kitaifa ya kuunga mkono jitihada za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuhimiza matumizi ya nishati safi na kuinua uchumi wa wananchi kupitia ujasiriamali. Elimu ya nishati safi ni ndefu mno. Mpaka 2034 tunaambiwa kila Mtanzania awe anatumia nishati safi ya kupikia. Kwa hiyo tunapowajengea uwezo ili hawa wanawake pia wakajengea uwezo kwa vizazi vyao, ili nia na madhumuni waweze kusaidiana pia na kwenye familia zao. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya TAWEN kwa sababu inafungua fursa ya kuwapa elimu hasa wanawake. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Rumeru, afisa tarafa wa Moshono Dominic Njunwa amesema elimu iliyotolewa imegusa maeneo muhimu ya maendeleo, ikiwa ni pamoja na kutunza mazingira, namna bora ya matumizi ya mikopo, kulipa kodi na ufuatiliaji wa viwango vya bidhaa na maeneo mengine muhimu katika biashara. Serikali inaendelea kulifanya ni kutoa elimu kwa jamii na kuwasisitiza akina baba waweze kuwaruhusu akina mama, wawaruhusu kupata mikopo ambayo inatolewa na serikali. Miongoni mwa washiriki wa semina hiyo, Jessica Lazaro amepongeza hatua ya kuwakutanisha na taasisi mbalimbali za serikali, jambo lililowasaidia kupata uelewa wa kina
wa majukumu yao. Imetusababisha wamama tukafunguka kwa sehemu kubwa sana, na tukaweza kufurahia taasisi hizi za serikali ambayo mara nyingi huwa wananchi wanaikimbia, hasa TRA. Watu wakiona wanafunga maduka wanakimbia, wanaona kama ni adui. Lakini pia tukaweza kujua kwa undani TBS inavyofanya kazi. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Wakulima wa zao la pamba wilayani Meatu mkoani Simiyu wamepongeza Wizara ya Kilimo kupita bodi ya pamba kwa kuwaletea pembejeo ya mbolea hai bure biofertilizer ambayo imesaidia kuongeza mavuno ya pamba kutoka wastani wa kilo 200 kwa shamba la ekari moja hadi kilo kati ya 800 hadi 2000 kwa ekari moja kwa shamba lililotiwa mbolea hai. Taarifa zaidi na John Mponeja kutoka mkoani Simiyu anatueleza. Wakizungumza wakati wa mavuno ya zao la pamba katika baadhi ya vijiji vya wilaya Meatu mkoani Simiyu, baadhi ya wakulima wamesema ujio wa mbolea hai umeleta mapinduzi katika kilimo cha zao la pamba. Miaka ya nyuma kadhaa pale mimi kipindi nalima nilikuwa napata hata heka moja unaweza kupata hata kilo 200 tu. Lakini sasa hivi nimelima ekari moja hii, nimejaribu nimetumia hiyo mbolea hai, hiyo imenisaidia kupata kilo 820 hizo. Nategemea tena na bado sasa hivi inazidi kuchanua, nategemea tena nipata hata kilo 700. Kipindi bado sijaanza kuitumia hiyo mbolea, kwa ekari moja nilikuwa navuna kilo 320, ila mwaka huu nitavuna kilo 800 hadi kilo 1000. Kwa hiyo hii mbolea naisifia sana. Maafisa kilimo naomba watu waendelee kutushika mkono na hii mbolea. Kwa upande wake, afisa kilimo kutoka mradi wa Jenga Kesho Iliyo Bora BBT anayesimamia uzalishaji wa mbolea hai Salome Mwingira amesema kwa sasa wakulima wameipokea mbolea hiyo baada ya kuona matokeo chanya. Mimi nahamasisha wakulima waendelee kuipokea hii mbolea, waendelee kuitumia kwa wingi katika mazao yote mbalimbali, sio tu pamba. Maana ni mbolea ambayo inaongeza uzalishaji sana. Maana zamani mkulima alikuwa anapata kilo 200, kilo 100 katika ekari moja. Ila sasa hivi mkulima anapata kuanzia kilo 800 mpaka kilo 1500 mpaka kilo 2700. Katika wilaya ya Meatu mbolea hai imeleta mafanikio makubwa sana kwa wakulima. Sisi kama BBT ambao tupo ofisi ya mkaguzi wa wilaya ya Meatu, Mr. Renatus Philbert, tunashirikiana na BBT ambao wapo kwenye vijiji kusambaza haya material pia na kutoa elimu kwa wakulima. Afisa ugani kutoka BBT anayesimamia kijiji cha Nyamahina, Catherine Chegere, amesema katika kijiji chake zaidi ya wakulima 300 wamenufaika na matumizi ya mbolea hai. Mshauri mkulima cha kwanza aanze kutumia mbolea hai, kwa sababu mbolea hai cha kwanza unapata kwanza ni bure. Bodi ya pamba kila kitu wana provide, yani material yote ambayo yanahitajika kwenye mbolea hai. Yani ni vitu vichache sana ambavyo mkulima anahitaji kutoa. Mfano kama kinyesi kibichi cha ng'ombe ambacho hicho yani lazima mkulima atapata na kwa kiasi kidogo sana. John Mponeja, Channel 10, Meatu. Na mtazamaji, na taarifa hiyo ndio inatamatisha upande wa habari za biashara. Hivi punde tutakuja kuangazia upande wa michezo na burudani. Endelea kusalia nasi.